Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari zenu ndugu zangu na karibuni tena katika kipindi chetu cha channel yetu hii ya Saa bin Laden 786. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza na nawashukuru wale wote ambao wanaendelea kunufaika kwa vipindi vyetu na wanaendelea kusubscribe katika channel yetu ya Saa bin Laden 786. Kwa wale watu wapya katika channel yetu hii inafundisha tiba mbalimbali. Lakini pia na sisi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhana tunatibia maradhi yaliyoshindikana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Hii ni sababu ya kukusaidia wewe kutatuliwa kwa jambo lako lolote lile ambalo wewe unalegumu, umehangaika kwa kila mganga umeshindwa, umehangaika kwa kila mtu umeshindwa. Karibu tukusaidie kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Leo tutasoma somo linalohusiana na Yasin. Hii ni miongoni mwa sura yenye miujiza mikubwa sana katika ulimwengu. Na ni sura ambayo yenye maajabu makubwa sana katika ulimwengu. Katika Yasini kila mmoja anajua kuna vituo. Yasini na vituo ambao vituo vyake ni mubini. Katika Yasini kuna mubini 7. Ukimsikia mtu anasema Yasini mubini ni sehemu ambayo iliyobainishwa. Sasa wewe unatakiwa useme kitu chako. Sisi tunaita Yasini mkombozi wa kila dhiki, Yasini mkombozi wa kila kifungo, lakini Yasini ni nuru kwa kila kitu ambacho mtu anataka kufanya. Miongoni mwa sura ya ajabu katika ulimwengu ni Yasini. Sasa leo nitakuelekezeni namna ya kujifungua vifungo vilivyoshindikana kwa kutumia Yasini. Yasini imebarikiwa. Yasini ndio kiini cha Qur'ani. Ndio moyo wa Qur'ani. Kama ilivyo surati al-Fatiha ambayo inaitwa Ummul Kitab au Ummul Qur'an, basi leo nakwambieni Yasini ni miongoni mwa sura ambayo mtu akiitumia kwa ufasaha kwa kutumia mubini atanufaika kwa kila jambo. Sasa ikitokea wewe umehangaika kwa wataalamu wengi, haukupata mafanikio yoyote, haujapona maradhi yako, una vifungo vilivyoshindikana, leo nitakugea njia sahihi ya wewe kufunguka vifungo vyako vyote. Njia ya kwanza, ukiona umefungwa na kile unachokifanya wewe haukiende vizuri, amka usiku au fanya njia hii hapa. Andaa mayai 7 ya kienyeji. Ukishaandaa mayai 7 ya kienyeji, kila yai moja lisomee Yasin. Au njia rahisi, chukua mayai 7 ya kienyeji. Baada ya kuchukua mayai 7 ya kienyeji, soma Yasin moja tu au soma Yasin 7. Yasin ya kwanza unaisoma kawaida. Yasin ya pili unaisoma kawaida. Mpaka ya 6 unaisoma kawaida. Ili ukifika Yasin ya 7 utaisoma kwa vituo. Katika kila mubini utalisomea ile yai. Ambao hilo yai kila yai moja utaliandika surati al-Fatiha kwa kuifarakanisha herufi. Sawa. Baada ya kuandika surati al-Fatiha kwa kuifarakanisha zile herufi zake, mutafarriq utaziandika alif, lam, al, he, utazifarakanisha zile herufi katika kila yai. Baada ya hapo utasoma Yasin utasoma Yasin mpaka mubini. Katika mubini unasema alam nasrah 21. Sawa, kipindiko mlishika yai lako la kwanza. Baada ya hapo utasoma, ukimaliza kusoma katika mara 21 alam nasrah katika kila mubini, unaanza tena upya. Mpaka katika mubini ya pili unasomea tena yai lako mara 21, unaanza tena upya. Mpaka katika mubini ya 3 unaisomea mara 21 mpaka mwisho. Hii itakufanya wewe hata kama ulifungwa na nani, vitatoka hivyo vifungo. Kuna watu wamehangaika sana katika ulimwengu kutibiwa na hawajatibika. Kuna watu wamehangaika sana katika kuita viumbe na watu hawajawahi kuja. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe cha kwanza kufunguka katika mwili wako. Mwili wako utafunguka na utapendwa na utakuwa vizuri sana. Hata ikitokea ulifungwa biashara zako haziendi vizuri, ikitokea umefungwa mwili wako kila unachokifanya, ukilala wewe mwili unauma, unakuwa kama mtu mfu. Sawa. Hii itakusaidia wewe kufunguka. Yasini mubini ni miongoni mwa njia nzuri katika kutatuka kwa majambo yako. Watu wengi wa tibi, wale waliobobea katika elimu ya tibi, na mimi pia pamoja nimefanya research nyingi sana kuhusiana na hii sura katika tiba.
Ni sura ambayo yenye majibu ya haraka na ni ya papo kwa hapo. Kwa hiyo kitu pekee cha kukifanya na ni kizuri kwenu nyinyi watu ambao mtakuja kukifanya njia ya surati Yasin katika kujifungua vifungo vilivyoshindikana, cha kwanza na cha kuombeni kweni na imani na elimu za tiba, lakini iaminini Qur'ani, kwa sababu Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema Qur'ani ameitelemsha kuwa ni ponyo kwa walioamini. Hiyo ni shifau wa rahma kwa wale ambao walioiamini Qur'ani. Unazilu min al-Qur'ani ma huwa shifau wa rahmat lilmu'minin. Ameiteremsha Qur'ani kuwa ni ponyo na shifa kwa wale ambao walioamini. Kwa hiyo pia itamfanya mtu kufunguka majambo yake na kuwa katika sehemu nzuri katika maisha yake. Inasaidia watu wafuatao. Ikiwa umefungwa, utafunguka vifungo vyako. Hata ukiwa umefungwa katika makaburi, umefungwa katika miti mikubwa, umefungwa popote pale, hii njia itakufanya wewe ufunguke. Baada ya kumaliza hayo mayai yako yakoge, changanya na marashi rose, kisha yakoge hayo mayai. Baada ya kumaliza fanya unavyoweza kufanya, utaona mabadiliko makubwa katika mwili wako na kazi zako zitafunguka, majambo yako yatafunguka, kama kazi utapata, utapendwa na watu, utasikilizwa na watu na kila unachokifanya kitakuwa sahihi. Hii ndio Yasin Mubin. Yasin Mubin ni miongoni mwa Yasin ambayo watu wamefanyia kazi na imejibu papo kwa hapo. Kuna mmoja alishakuniambia, mimi mbona nikiita viumbe hawaji? Mbona mimi kile ninachokifanya kiendi? Ukiwa na vifungo katika mwili wako, kile unachokifanya kinakuwa ni kibaya, kile unachokifanya kinakuwa hakizai matunda. Baada ya kusema hayo, leo nitakufunulieni ulimwengu wa tiba kwa kina. Asanteni na amani iwe juu yenu.